Ni kwa mara nyingine tena mashabiki zangu wa kweli, tunakutana tena katika movie yetu mpya inayokwenda kwa Ajala Baby Kiki, na hii ikiwa ni episode yetu ya kwanza, na bila kupoteza muda, hebu tuanze sasa. Basi episode yetu ya kwanza tunaanzia hapa, tunaona kwa marafiki watatu. Sasa kuna mmoja wa marafiki watatu anasema hivi: kitu ninachotamani kwenye maisha yangu ni kuwa na maisha mazuri na mtu mwenye furaha. Pia upande mwingine kuna kijana naye akisema anatamani kumiliki sana vitu vyangu mwenyewe. Basi kwa vijana, kila mtu chukua anahitaji alikuwa nacho, alikuwa ameshakipata kwa wakati na kwa muda sahihi. Ila vyote vilikuja kupotea baada ya kukutana na mtoto mdogo wa miezi 20. So mimi niko hapa kuwafanulia zaidi na namna jinsi ilivyoenda na namna jinsi ilivyorudi. Ni mimi hapa msemaji wako na Mnei Pro. Na hii ikiwa ni episode yetu ya kwanza, na mtoto msisahau ana mwaka 1.5 kwa mwana, mwaka 1 na miezi 8 ambayo ni miezi 20. Basi hebu tuende sasa. Basi tunaanza nyuma kidogo tufahamu kabla huyo mtoto na ilikuwaje hadi kukutana na huyo mtoto. Basi maeneo ya barabarani sasa tunaona gari nyekundu, ndani ya gari kuna kijana mmoja aitwaye Santa Nyan. Kazi yake huyu kijana ni mpiga picha, yani photography, na hapo alipo anaenda zake location. Sehemu alikuwa ameweka hadi ya kukutana na mteja wake kwa ajili ya kupiga zake picha. Basi akiwa ashafika zake location na test mitambo nini, kamera nini, na ni mpiga picha mzuri kweli na anajua kupiga picha kweli na anapenda kazi yake sana. Basi mteja wao akiwa ashafika zao pale anapiga zao picha, na msisahau huyu Santa Nya ana bosi wake, na bosi wake ni mawenge kweli, anawapelekesha. Pia wako wenzake wawili wanaofanya wote kazi moja, kupiga zao picha. Najua mnaelewa changamoto za kila kazi. Kila kazi na changamoto yake. Basi na moja changamoto ya kwenye kazi ya hawa jamaa ni kwamba bosi wao anaongea sana, yani ni msumbufu sana, anapelekesha sana. Ni kama vipi unavyoona hapo, anawaambia fanyeni hivi, si fanyeni hivi. Ila yeye apigi picha, mpiga picha ni Santa Nya. Sasa tuje upande wa pesa kwa binti. Tunamwona binti mmoja aitwaye Ujini. Yeye kazi yake ni kama msafirishaji mizigo yani. Yani ukioda kwa mfano kazi kitu chako chochote unachotaka, ukioda chakula, ukioda vinywaji, yeye ndo anakufikishia, ndo kazi yake, ndio umeweka mjini, anaitwa Eugene. Sasa baada ya kumaliza kazi yake binti Eugene akiwa amekaa zake nje, maana mvua ikaanza kunyesha, akakimbia kweli. Binti huyu anapenda sana mvua. Akaenda zake supermarket nini, akawa anaongea na rafiki yake kwenye simu akimwambia, hivi mara mwisho mvua kunyesha ilikuwa lini? Na kiufupi Korea mvua inaponyesha huwa vitu vinashuka bei yani. Yani kwa kama ni ndizi ilikuwa inauzwa 10,000 itauzwa 5,000, kama ni msosi kama ya chakula mfano mchele ulikuwa unauzwa 2,000 utauzwa buku. Kiufupi yani mvua ikinyesha Korea huwa vitu vinashuka bei. Sasa ndo binti alifurahi ule muda kuona mvua inanyesha, akajua hapa ni kamserereko, bei itashuka tu. Binti sasa akiwa anaendelea na maemezi, akaja binti mmoja. Huyu binti ni dada yake mkubwa yani, dada yake na Eugene. Wakiwa shafika zao nyumbani, washaandaa zao msosi, ni kwamba wanaishi pamoja. Yani ni mtu na dada yake wanaishi nyumba moja. Wakiwa zao wanapata zao msosi nini wa hapa na pale. Wakiwa wanapata zao msosi, binti Eugene akawa anasema, yani ladha huu msosi ni mtamu sana. Yani ni tofauti na ladha za msosi za mtaani. Yani nikipigaga msosi hapa sister, haki ya Mungu ana appreciate sana. Kisha dada yake akamuuliza binti, hivi vipi sasa kuhusu yale maombi yako ya kwenye kampuni ya BS, yamefikia wapi? Binti akamuuliza dada yake, kwani wewe dada umejuaje? Dada akasema, mimi nimejua tu. Nimejua kwa sababu yani, kwanza sababu ni nyingi. Kwanza simu yangu upokei nyumbani, unakuja unavyotaka wewe. Kiufupi yani upendi kuja nyumbani sana. Kwa nini? Binti akasema, hamna, kwenye masuala ya kazi ya BS pale bado sijapata majibu, ila na imani tu nitapata majibu mazuri muda sio mrefu baada ya kuhitimu chuo. Dada yake akamuita, wewe Eugene, mbona unalaka sana hivyo mdogo wangu? Alafu licha ya hivyo unao mwamvuli wa kutegemea mimi dada yako. Mimi dada yako niko kwa ajili yako. Usihangaike sana kiasi hicho. Wewe utakufanya unapaswa usome. Pia mimi niko tayari kwa kusupport wewe hapo. Binti akasema, kwani bado mdogo? Kwani udogo ndo kusemaje dadangu mimi mbona najiona nimeshakuwa. Wakiwa wanaendelea na story, dada yake akawa ametoka kidogo kwenda kutafuta mavinywaji nini zaidi waendelee. Hapo na simu ya dada yake binti ikawa imeita. Dada yake binti akamwambia, hebu niletee hiyo simu. Binti alipoenda kwenye mkoba wa dada yake kuchukua ile simu, mara akakuta kaboksi fulani hivi. Katika kaboksi ukafungua, akakuta pete. Kumbe ni kwamba dada yake na binti ni kwamba amevishwa pete, ila akija nyumbani anaivua, hataki mdogo wake afahamu kuwa yeye kavishwa pete ya uchumba. Hapo na dada akauliza, nani anayepiga simu? Binti akasema, ni Mr. Eugene. Basi ni baadaye sasa, na binti anachokumbuka mara mwisho kipindi hicho fulani hivyo, sio muda sana, alimkutana dada yake akiwa na mchumba, na ilikuwa ni majira ya siku mvua inanyesha kidogo nini, ambaye huyo mtu kumbe ni mpenzi wake, na washavishana pete bila binti kufahamu. Na sababu iliyofanya dada yake asimwambie binti kuwa kashavalishwa pete, hataki binti yake apate bugu zani asumbuliwe. Anataka kwanza amalize na masomo, amalize zake chuo ndo aje amwambia ya mambo, ila bila kujua ni kwamba binti mwenyewe ameshafahamu, ila na binti mwenyewe hajapenda. Kwa nini wafanye hilo swala bila kumshirikisha yeye, na yeye ndio mdogo mtu? Kwa hiyo binti kwa hasira akaamua chukue ile pete, ile box la ringi, akaamua aende sasa kwa shemeji yake, na shemeji yake kumbe ni askari. Binti alipofika pale kituoni akamshtua, akamwambia njoo pembeni. Alipofika pembeni binti akaanza kulalamika, sasa imekuwaje wewe umemvalisha dada yangu pete ya uchumba bila mimi kufahamu? Au mnataka kusema yote ni kwa sababu yangu? Mmeficha makusudi nisifahamu ili nitakapomaliza chuo ndo mje mniambie, au nitakapopata kazi eti? Shemeji akasema,
Basi sawa, sio mbaya. Kwa upande wangu sio mbaya, nisijua kwa upande wako, ila ndio ilivyo. Kisha binti akasema sawa, hiyo haina shida, ngoja mimi nikubali, ila nakuomba tunapaswa tuweke kikao kifupi cha kuhusu ndoa yenu au harusi yenu itakafanyika wapi na itakuwa siku gani. Kwa hiyo cha kufanya sasa hivi ni kualika ndugu zako, tuweke kikao na kujua sherehe inaanzia wapi na inaishia wapi. Sawa shemeji? Shemeji akasema sawa, haina noma. Basi tutoke huko tuje upande wa pili kwenye klabu. Tunamuona Santa Nyoa akiwa na marafiki zake wanaenjoy. Alafu pembeni kuna wadada wawili wakasema kijana mzuri sana, anapiga picha nzuri, picha zake zina quality nzuri, zinapendeza. Na anachompenda huyo kijana, anapenda sana kazi yake. Mara akaja kijana mmoja ambaye ni bosi wake na Santa Nyoa akasema huyo kijana amepata ujuzi wake humu mtaani, hajausomea wala hajafanyaje, ila anapiga picha ni hatari. Santa Nyoa akaja pale akasema kumbe bosi yote anakumbuka. Nashukuru sana kwa kunisupport na kunifikisha hadi hapa. Bosi wake akasema najua yani wewe nipiga picha mzuri, japokuwa umeelewa kwenye vitubi watoto yatima, na kukubali sana kazi yako naipenda na unajua sana kupiga picha. Shantana akasema asante sana Rushuru. So Tanya akasema ni sawa, japokuwa nimeelewa kuna kituo cha watoto yatima, ila bado wewe kwako unanitegemea mimi sana, kwa sababu napiga picha vizuri hata kama sijasoma nimejifunzia mtaani, ila bado najua unanitegemea mimi kwenye kazi zako. Basi sasa ni majira ya asubuhi tena mapema, tunamuona Tanya akiwa amelala zake, huku simu inaita na simu yenyewe ndio iliyomwamsha. Akamka zake pale na kupokea simu. Akasikia bro, mambo vipi? Tanya akasema unasema kuhusu nini? Yule jamaa anaongelea kwenye simu akasema kwamba umesahau kilichotokea jana usiku. Santana akauliza kwani nini kilitokea? Jamaa akasema jana usiku mleta noma kwa bosi. Santana ndo akakumbuka sasa ilivyokuwa. Akakumbuka sasa baada ya kunywa pombe akalewa, kumbe alianza kumtukana bosi wake, eti wewe ni mpuzi, unajua kupiga picha bila sisi huwezi kufanya chochote. Aliongea maneno mengi sana, maneno hadi ya kumkera bosi wake. Yaani msaidizi wako amekuzidi ujuzi wa kupiga picha, huna chochote wewe, yaani bila sisi hamna unachoweza kufanya. Kisha akatoa kadi na kusema nyote mliomo humu ndani nitawalipia bili, gharama zote zitakuwa ni za kwangu, kwa hiyo naomba mfly muenjoy. Watu wakawashangilia. Baada ya kukumbuka hayo akakata simu. Baada ya kukata simu akajisearch mfukoni na kutoa risiti. Risiti ile ilikuwa gharama alizotumia pale na alizolipa ni 2,505,700. Jamaa akashtuka. Mara hapo akiwa kwenye huzuni, mara ikaingia message kutoka kwa bosi wake, kuanzia leo au kuanzia jana usiku na kufuza kazi, hakuna kurudi tena kazini kwao. Kuangalia salio lilobaki kwenye simu ni shilingi 300,000. Jamaa ndo akaishiwa nguvu kabisa. Na kazi yenyewe akashafukuzwa. Jamaa akasisimka kweli. Sasa tuje upande wa pili sasa kwa binti anaitwa UG na dada yake anaitwa Ujo, alafu na mwamba aitwa Eugene. Wakiwa dukani zao wanaangalia mashera nini ya kutumia kwenye harusi yao, gazao picha hapa na pale. Sasa wakiwa endelea na ratiba za pale, Eugene akawa ameitwa. Akabaki dada mtu na mdogo mtu. Sasa dada mtu kuna kitabu alikuwa anaangalia, kuna tafani hivi akaipenda, sema mazingira akaja kwenye hela akawa hana. Dogo na yeye akaona kwa dada hii tena akaipenda, sema mazingira yako kwenye pesa. Sasa baadaye binti akaamua anza kufuatilia kuhusu ile taa. Ile taa kuangalia gharama yake ni shilingi 2,000,000. Lakini yeye salio lake ni 1,207,000. Kwa maana hapo salio lake ni kwamba alitoshi kununua hiyo taa. Basi akiwa pale na huzuni anajiuliza atafanyaje kuhusu kupata hiyo taa. Akaja rafiki yake na kumuuliza vipi, mbona uso wako unaonekana una huzuni? Binti akamwegemea kisha akamuonesha simu yake akamuuliza vipi, hii hapo unaijua? Binti akasema naijua, hizi ni zile taa za Kiroman. Binti akasema kweli kumbe unaijua? Binti akasema mimi naifahamu. Kisha rafiki yake akamuuliza kwani kuna shida gani? Binti akasema hii taa dadangu ameiona akaisifia kweli, kwa maana ameipenda. Sasa mimi sina hela ya kuinunua na salio nilionalo kwenye akaunti yangu ni shilingi 1,207,000 na sijui hapa nafanyaje, hela nyingine naitolea wapi? Upande wa pili sasa kwa Santana kuna mwanafunzi wake anakuja kumtembelea pale, alikuwa ni bosi wake na yule alikuwa anafanya naye kazi, anakuja kumtembelea. Alafu nisije kusahau huyu Santana sasa yake ya kwanza anaoipenda na watu wanaoipenda wanaoijua, huyu jamani msafi kweli kweli, yani amechukia kitu kinachoitwa uchafu. Sasa kipindi mwanafunzi wake amefika pale, akaanza kwa pulizia sio madawa gani pale anawasafisha. Sasa mmoja wao akaruka kwenye kitanda chake akamfukuza, akamwambia wewe toka usinichafulie nyumba yangu, toka. Akatafuta kitanda chake vizuri, akamwambia naomba nimtulie msalibu vitu vyangu. Kwenye hao marafiki zake wawili waliokuja, huyo mwenye nywele kama nyingi hivi, alafu amevaa kama vile kafuru, yani amevaa kama kanguka fine hivi kama za blue zote. Bali huyo ndo bosi wake. Sasa akamwambia bosi, naweza kanisaidia hela ambayo ina riba? Bosi wake akasema hapana, unaweza kupatia pesa wewe, maana umenipigisha hasara kama vile ya miezi 4 hivi. Huyo rafiki yake mwingine akasema wewe una shida na hela wakati una vitu vingi vya kuuza, kwa nini usiuze vitu ukapata hela unayohitaji? Santana akasema sidhani kama huo uwezo ninao wa kuuza vitu vyangu. Sasa huyo mwingine rafiki yake kukagua akakutana box moja, akalifungua na kukuta kamera, akasema hii bwana ni kamera ya zamani. Santana akasema naomba urudishe hiyo kitu, naomba urudishe, sio tukagombana. Kisha akakuta picha akasema hii picha pembeni yako huyo ni kakako? Jamaa akasema hapana, mimi ni mtoto wa pekee kwenye familia yetu, alafu na hii kamera uwezo ukauza ukapata hela nyingi, ni hela ndogo tu. Rafiki akasema basi sawa, je kuhusu hii taa? Kisha akaipiga zake picha na akaipost. Kuna kuipost sasa wa mabinti huku wakaiona kwa kuna taa inauzwa, alafu taa ndio ile binti alikuwa anaitaka. Binti akafly kweli, akasema hii taa nikiipata kweli dadangu atafly. Kisha akamtafuta Sally post, wakauliza vipi hii taa bado ipo? Message kwa wao ikaripoti taa. Huyu rafiki akasema basi mteja ashapatikana, huyu hapa. Wakaanza kuchata. Sasa binti akauliza vipi hii taa bado ipo? Jamaa akasema ndio bado ipo. Binti akauliza vipi muda huu tutakutana?
Jamaa akauliza tunakutana wapi na ni saa ngapi? Binti akasema majira saa 10 kwenye kituo cha Songsu. Jamaa akasema okay. Binti akafurahi kwa akasema afadhali ndoto ya dada ndio kukamilika. Baadaye sasa kwenye kituo kinachoitwa Songsu, binti ndio wa kwanza kufika mazingira yale. Binti plani zake aliambiwa kuwa ile taa inauzwa milioni. Sasa anataka amdanganye mshikaji amshushe, jamaa muuze kwa ni laki huko, 700,000, 300,000 au 500,000 ikiwezekana. Na msisahau binti mwenyewe anaitwa Eugene au Eugene. Kwa mbali binti alimuona mtaalamu aitwaye Santai akiwa amebebelea ile taa. Na akajua moja kwa moja huyu ndio yeye. Maana wajuani sura ila kwa jinsi alivyoona mazingira na muonekano wa ile taa nini akajua ndio yeye. Jamaa alivyomwona binti akamuuliza, "Vipi? Wewe ndio unaopatikana kwa ile account ya Piman?" Binti akasema, ndio mimi." Wakatambulishana vizuri pale nini, sasa biashara ikaanza. Na msahau binti amekuja na lengo lake la kwanza kabisa, anataka kununua hiyo taa, afu kingine anataka amdanganye ni amshushe. Maana jamaa alisema ile taa anauza milioni. Hasa binti anataka amshushe yani aingie kwenye laki asimpe milioni yote. Haya, uchambuzi sasa ukaanza. Binti akamuuliza jamaa, "Kwa hiyo vipi hiyo ndio ile taa ya Kiroman?" Jamaa akasema, ndio yenyewe kama ulivyoona kwenye picha ndio yenyewe kabisa." Kisha Santanya akasema, "Huyu ni kama mwanangu, nampenda sana, nimemlea kwa miaka mingi, yani kuona nauza hapo ujue nimepata shida yani." Basi tu. Binti akamuuliza, "Vipi sio unawakia kweli tani ya kwako?" Jamaa akasema, "Wewe naomba usilete maneno yako ya ajabu. Kama huwezi kununua useme. Mimi tani naiona kama mwanangu, nimeilinda sana kwa miaka zaidi na naipenda sana. Usidhani nimeiuza kwa sababu ya shida. Ni kwamba tu ni mambo yangu binafsi tu nimeamua tu niuze. Kwa hiyo ukiniambia kwamba hii taa nimeiba mimi sikuelewi." Mimi nitaanza kujitetea tena. "Sasa unajua mimi taa nataka nimnunulie dada yangu. Dada yangu amenilea nikiwa bado na miaka 9 na nibeba mgongoni na tunahangaika huko na huko. Kwa hiyo nataka nimnunulie kama zawadi. Tafadhali naomba kama inawezekana wewe nipunguzie tu bei." Jamaa akauliza, "Kwa hiyo hii ni zawadi kwa ajili ya dada yako?" Binti akasema, "Ndio. Na ni zawadi yake kwa ajili ya harusi." Jamaa akasema, "Nimesikia na hiyo story yako ya kuhuzunisha." Binti akasema, "Ni kweli ulikuwa unataka kudanganya?" Jamaa akasema, "Sijasema kama unanidanganya, ile nimekusikia vizuri, hiyo ni story yako, hainihusu mimi." Kisha jamaa akasema, "Mimi mwenyewe ile hiyo story yako mimi haijanifurahisha, maana mimi mwenyewe nimekulia kwa kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo kiufupi hiyo hadithi yako hivi kanigusa kwa aina yoyote, hiyo cha kufanya tu wako pesa hapa, mambo mengine yaendelee." Binti akaja na jingine sasa, "Vipi? Hii kwani sio bandia?" Jamaa akasema, "Bandia?" Binti akasema, "Maka umeifunga hapo bado sijaiona kama ndio yenyewe niliona kwenye simu." So Ntanya akasema, "Basi haina shida. Hii hapo ikague." Wakatoka yale mazingira wakaenda pembeni kwenye hoteli kidogo, wakaitoa ile na nilita. Binti akaikagua kwa umakini, akaitest, akaiwasha, alikuwa mkuja hadi na cable kuiwashia, akaiwasha kisha akamwomba jamaa, "Hebu nipige picha kwanza." Jamaa alipopiga picha 2 3 akachukua simu binti akaweka mfukoni, akamfuata binti akamwambia, "Vipi sasa wewe unanunua huko unanihangaisha tu?" Binti akasema, nanunua na hii hapa sasa hivi ni ya dada yangu." Jamaa akasema, "Hapana, hii sio dada yako mpaka pale utakapoinunua." Binti akasema, "Hapana." Wakawa wanavuta huku, huyu anavuta huku, huyu anavuta huku, huyu anavuta huku, anavuta. Mara ghafla wakapamiana, wakadondokeana na nyewe taa hiyo chini. Na hapo sasa ndipo mwisho wa episode yetu ya kwanza ya movie yetu inayokwenda kwa jina la Baby Kiki. Na tukutane tena katika episode yetu ya pili, na mimi ni msimulizi wako na Namnei. Tuko wote kabla kuna channel yetu mpya inayokwenda kwa jina la 7+ ambayo iko chini ya channel yetu ya Namnei Pro. Kwa wale ambao mtafahamu channel yetu ya Namnei Pro, endeni mkasubscribe kwenye channel ile, kisha na kuna hii channel msubscribe, mzidi kutupa support yenu na tunawapenda sana. Na hii ni channel yetu mpya ambayo iko chini ya Namnei Pro. Na kuna channel yetu ya Namnei Pro tutaendelea kutoa kazi kama kawaida, japo kuna changamoto zilikuwa zimetukumba hapa katikati, ila hamna shida. Soon tutaenda kwa episode yetu ya 23 ya movie yetu inakwenda kwa jina la King Zealand kwenye channel yetu ile ya Namnei Pro. Asanteni sana kwa support yenu, na msahau kusubscribe kwenye hii channel mpya, kulike na kucomment. Na asanteni sana kwa support yenu, na msahau kubonyeza alama ya kengele ili kila tutakapotoa episode inayofuata muwe wa kwanza kupata movie zetu. Asanteni sana.